Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mwaka huu wa 2026 tunayo mada nzuri semayo Baba yetu anajali. Mwandishi wake ni Ellen G. White. Na katika mwezi huu tunajifunza mada ndogo katika hiyo inayosema wana na binti za Mungu. Kabla hatujalianza somo zuri la siku hii ya leo, Januari 9, 2025, hebu tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu na Mungu wetu ketie mahali pasiri juu mbinguni. Jina lako litukuzwe. Asante kwa ajili ya nafasi hii ya pekee ya kujifunza neno lako. Asante kwa ajili ya uhai. Asante kwa ajili ya ulinzi wako katika maisha yetu. Jina lako litukuzwe milele na milele. Watoto wako wa kiume na wa kike tu wa dhambi, tusamehe uovu wetu. Tunapoianza siku ya leo, tuianze siku tukiwa na nguvu, tukiwa na ujasiri, tukiwa na imani katika wewe, tukiamini kwamba kila hatua tutakayopiga, wewe uko pamoja nasi. Bariki kazi ya mikono yetu. Bariki fahamu zetu. Takasa bongo zetu, tukafikirie mambo ya mbinguni. Tusamehe dhambi zetu na udumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Mada ya leo inasema kumtegemea Mungu. Imejengeka katika kitabu cha Injili kama ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu. Sura ni 15 aya ya 5. Maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Fundisho la kwanza kujifunza ni somo la kumtegemea Mungu. Kama ambavyo maua ya kondeni yanavyokuwa na mizizi yake kwenda ndani ya udongo, kama ambavyo ni lazima yapokee hewa, umande, mvua na jua, vivyo hivyo na sisi lazima tupokee kutoka kwa Mungu kile ambacho kinahudumia uzima wa nafsi. Uwepo wa Mungu umehakikishwa kwa Mkristo. Mwamba huu wa imani ni uwepo hai kwa Mungu. Yeye aliye mdhaifu mno anaweza kumtumaini. Wale wanaojidhania kuwa imara wanaweza kuwa wadhaifu kabisa, isipokuwa kama watamtumaini Yesu kama ufanisi wao na ustahilifu wao. Huu ndio mwamba ambao juu yake tunaweza kujenga kwa mafanikio. Mungu yu karibu katika dhabihu ya upatanisho ya Kristo. Katika maombezi yake, nguvu zake za upendo na za utawala mwema kwa kanisa. Akiwa ameketi katika kiti cha enzi cha milele, anawachunga kwa upendo mkubwa. Maadamu washiriki wa kanisa kwa imani watapata matone ya maji na lishe kutoka kwa Yesu Kristo, na sio kutoka kwa mawazo na fikra na mbinu za mwanadamu. Kama wakiwa na usadikisho wa ukaribu wa Mungu katika Kristo, wanaweka tumaini lao lote kwake. Watakuwa na muunganiko muhimu na Kristo kama vile tawi linavyounganishwa na shina mama. Kanisa lilianzishwa sio kwa nadharia za wanadamu, kwa mipango na muundo ulioundwa kwa muda mrefu. Linamtegemea Yesu aliye haki yao. Linajengwa juu ya imani katika Kristo, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Nguvu ya kila nafsi i katika Mungu na si kwa wanadamu. Utulivu na ujasiri vinapaswa kuwa nguvu ya wote ambao wanaisalimisha mioyo yao kwa Mungu. Kristo hana upendo wa kawaida kwetu, bali ni upendo wenye nguvu kuliko wa mama kwa mtoto wake. Mwokozi wetu alitununua kwa mateso na huzuni ya kibinadamu.
kwa matukano, kulaumiwa, kufedheheshwa, kudhihakiwa, kukataliwa na mauti. Anakulinda mtoto wa Mungu unayetetemeka, atakufanya kuwa salama chini ya ulinzi wake. Udhaifu wetu katika asili ya kibinadamu hautazuia kumfikia Baba wa mbinguni, kwa maana Yesu alikufa ili kufanya upatanisho kwa ajili yetu. Hii ni Januari 9 mwaka wa 2026, mada ikisema kumtegemea Mungu. Na kwa nukta hiyo, mpendo wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, ndiyo tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii siku ya leo. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kufika katika channel hii, tafadhali subscribe, like, share na comment. Pia unaweza ukatufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii, mitandao ya WhatsApp na Instagram. Jina ni The Gospel Media. Mungu atubariki sote. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Mchana hauishi, mji mzuri, mji hautapita, na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapana pale, hawahesabu siku na hapana giza. Milangoni ya lulu, mjini mzuri, dhahabu njia zake, na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapana pale, hawahesabu siku na hapana giza. Milango haifungwi, mjini mzuri, mtoni wa uzima, na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapana pale, hawahesabu siku na hapana giza. Hawahitaji jua, mjini mzuri, mwana-kondoo nuru, na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapana pale, hawahesabu siku na hapana giza. Machozi yatafutwa, kifo hapana pale, hawahesabu siku na hapana giza.